Liko jambo la kujifunza kutokana na kifo cha mtumishi wa Mungu Bishop Cardinal Pengo. Liko jambo la kujifunza bila kujalisha sasa itikadi za kidini. Lakini kwa ujumla wake tukiangalia historia ya maisha yake tangu anazaliwa, anakuwa mpaka hatua anakuwa sasa bishop na anastaafu. Kwa kweli liko jambo la kujifunza, na jambo la kujifunza ni kutoka katika jinsi alivyoishi katika utumishi wake, jinsi alivyoishi katika jamii ya Watanzania na maeneo mbalimbali anyway. Hebu tuachane kihuduma sasa, tuachane kihuduma, yani huduma ile ambayo ndio wito wake. Sasa tuangalie kwa maeneo ya kiuongozi na faida zake katika jamii ya Tanzania na hata nje ya Tanzania, kwa mataifa mbalimbali yani, lakini nadhani tuzungumzie Tanzania. Mtumishi wa Mungu huyu Bishop Cardinal Pengo, ninaloweza kulisema kwa haraka. Yeye kufariki niseme ni wakati wa Bwana. Ni wakati wa Bwana. Ni wakati wa Bwana. Lakini pamoja na kwamba ametoka katika mwili, ila yako mengi sana ambayo ameyaacha yakiwa yanaishi. Yako mengi ambayo ameyaacha yakiwa yako hai, kwa maana ya kwamba yanaonekana yanaishi, na kama yanaonekana na yanaishi kwa wanaoweza kuyaona anyway, basi bila shaka hajafutika katika dunia, ila yako mambo ambayo yanamwakilisha kwa njia moja au nyingine, yanasema, yanamzungumzia mambo fulani. Ndio maana nasema liko jambo la kujifunza. Kwa hiyo nitoe pole tu sana kwa Wakristo wenzetu wa Roman Catholic. Wape pole sana. Uongozi mzima sasa, kwa mjibu wa mfumo wao wa uongozi, wape pole sana. Lakini hata kwa Wakristo kwa ujumla wake, naposema Wakristo tunaelewa Wakristo wote kwa ujumla wake. Nasema tumepata msiba huu. Msiba huu ni wa Wakristo na wasio Wakristo, unatuhusu sote. Kwa hiyo niwapeni pole sana, lakini narudia kusema kwamba pamoja na kwamba ameondoka, lakini yako mengi ya kujifunza kutokana na yeye. Sasa basi, ukiangalia dini sasa, niende kwa dini kama dini, mfumo wa dini ya Roman Catholic kwa mfano, mfumo wao ni mfumo uliosimama katika maeneo mbalimbali, kwa maana ya kwamba kwa habari za kidini, lakini na kwa habari za kijamii, kidini na kijamii, yani wana mambo wanayoyasimamia ya kidini lakini na ya kijamii. Sasa ninaposema hivyo namaanisha nini? Simaanishi madhehebu mengine wafanye hivyo, lakini nasema sasa rasmi kwa hawa, kwa sababu
pointi yangu ya msingi nitaka kuzungumzia juu ya habari za Cardinal Rugambwa. Cardinal Pengo ambaye amefariki. Sasa Pengo kama alivyokuwa kiongozi katika kanisa la Roman Catholic, uwepo wake tangu ameanza kusimamia majukumu hayo aliyokuwa nayo ya kanisa kama kiongozi, hakusimamia tu maadili ya kidini kama kidini peke yake, lakini yako mambo ambayo ameweza kuyajengea msingi, na mambo hayo ni faida si kwa Waromani, si kwa watu wa Roman Catholic, bali ni faida kwa Watanzania wote. Kwa mfano kutokana na msingi ya Roman kama Roman, Kardinali Pengo anaweza kusimamia miundombinu. Kwa mfano tuseme kwa habari za elimu, kwa mfano tuseme elimu chini ya uongozi wake wa kiroho na wa kimwili kama kiongozi, mashule mengi yamejengwa chini ya Roman Catholic, yakisimamiwa na huyu mheshimiwa marehemu Cardinal Pengo. Sasa huo ni utendaji mzuri uliotukuka. Fuatilia, unaona kwamba mashule mengi yamejengwa, kwa mfano primary, sekondari, vyuo, naona. Kwa hiyo kwa eneo la elimu Roman Catholic pia wamekuwa msaada. Yaani fikia hatua tuseme ukweli ndugu yangu, wamekuwa msaada si kwa jamii tu, hata kwa serikali. Si kwa jamii tu, hata kwa serikali. Naona. Kwa hiyo wamekuwa wadau wazuri. Wadau wazuri wa serikali. Naona. Yaani lile ambalo lingefanywa na serikali, pale ambapo serikali ingekwenda zaidi katika kupanua idara za elimu na kujenga mashule na sekondari, wamefanya. Lakini inapotokea wadau wengine wakajenga mashule, jenga vyuo vikuu na kadhalika, kwa njia moja au nyingine wameisaidia serikali. Wameisaidia serikali. Naona. Kwa hiyo mimi nasema chini ya uongozi mzuri wa marehemu Cardinal Pengo, basi vitu vya namna hiyo vimeweza kuonekana kwa macho, kusimamiwa vizuri. Amesimamia, tumeyaona. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaishi, kazi ambazo zinaishi, matunda ambayo yanaonekana si ya kiroho tu, lakini hata ya kimwili. Naona. Sasa tushindwe kuyasema hayo jamani. Kwa hiyo tunasema hata kama amelala katika Bwana, lakini basi kazi zake zinaonekana. Kwa hiyo tunajisifia mtu wa namna hiyo, kiongozi wa namna hiyo. Tunafikia hatua tunausema ukweli kama ulivyo. Kiongozi wa namna hiyo, kiongozi wa kuigwa. Unajua tunapomtumikia Mungu Bwana, hatumtumikii Mungu tu kuhubiri injili tu. Biblia inatuambia kwamba hata Bwana Yesu mwenyewe alipohubiri injili, mkutano mkubwa wa watu, akawalisha neno la Mungu kiroho hiyo. Lakini Biblia inasema baadaye ule mkutano ulionekana kuwa na njaa. Kwa hiyo Bwana Yesu akashauri mitume wake, wanafunzi wake, akasema sasa tuwape chakula wale wana njaa, kwa sababu tukiwaruhusu wakaenda nyumbani wamefunga wajara chakula, lakini wengine wakazimia huko njia. Unaona? Ndipo pale muujiza wa kuwapa samaki na mikate, watu wakala wakashiba. Naona Kwa hiyo tunajifunza kitu kwamba pamoja na kwamba unaweza kuwa kiongozi katika jamii ukisimamia majukumu ya kiroho,
lakini ni jambo jema sana. Uende mbali zaidi, tuende mbali zaidi, tujifunze kwa Kardinali Pengo. Yani tujifunze kwa Kardinali Pengo, tujifunze kwa Roman Catholic, tujifunze kwao, tujifunze kwao. Yani wewe kama uwezi kujifunza bwana, ukaona kama vile nawapigia debe hawa, utajijua. Tujifunze kwao, tujifunze kwao. Kwa hiyo fanya kazi nzuri sana chini ya usimamizi wa Kardinali Pengo kwa Tanzania. Umefanya kazi nzuri sana. Naona kitu kiachana na elimu, twende labda kwa habari za afya. Twende afya. Naona mahospitali yamejengwa, vituo vya afya. Naona ndio ni mfumo wa Roman Catholic, ndio wana misingi yao, wanajua fedha wanaipataje kwa msingi. Okay, Roman Catholic si taasisi kubwa, lakini pamoja na hayo kiongozi mzuri pia anapokuwepo ni rahisi kusimamia yale yanayokuja, misaada, fedha na vitu vya namna hiyo. Sasa Kardinali Pengo amekuwa nasema tu, mengine siwezi kuyajua ya ndani zaidi, lakini nasema yale yanayoonekana. Amekuwa msaada, amekuwa mtu wa faida katika taifa, Kwa hiyo Roman Catholic kwa ujumla wake wamefanya jambo jema sana la kiafya kupitia huyo mtumishi wa Mungu Kardinali Pengo. Vituo vya afya na kama nilivyosema, huduma za afya ni nyingi. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu mtu amekuwa na usimamizi mzuri. Lakini pia tukiachana na hayo, hata mambo ya kijamii mengi, unaona vituo vya kulea watoto yatima, vitu mbalimbali, unajua. Kwa hiyo Tanzania kimsingi, huyu mtumishi Kardinali Pengo amekuwa faida katika taifa la Tanzania na katika jamii ya Watanzania. Sasa nataka kusema nini? Viongozi wengine sasa, watumishi wa Mungu wenzangu, maaskofu, dini mbalimbali, madhehebu mbalimbali, tujifunze kwa waliofanikiwa. Tujifunze kwa waliofanikiwa. Na pengine tutajifunza hata bila kufundishwa. Unatazama kwa macho unajifunza. Kwa hiyo nitumishi niseme kwamba tunamwombea wenzetu Roman Catholic, Mungu awafariji, Mungu awaimarishe, Mungu awatie moyo. Lakini si hilo tu, mimi binafsi naomba zaidi kwamba basi wapatikane viongozi zaidi wengine wenye roho kama ya Pengo, wenye roho, wenye utayari, wenye utendaji, wenye uongozi kama mtumishi wa Mungu ambaye sasa amelala katika Bwana. Patikane mwingine wa kuweza kuvaa viatu vyake kwa njia moja au nyingine. Unaona? Kardinali Pengo amekuwa mwongeaji. Amekuwa mtu wa kunyooka, amenyooka. Kwa mwongeaji, panapokuwa pazuri anasema ni pazuri. Panapokuwa panahitaji kurekebishwa anasema hapa parekebishwe. Panapokuwa mtu amefanya vizuri anasema amefanya vizuri. Mtu anapokosea anasema hapa umekosea. Kwa amekuwa msaada si katika dini yake tu, amekuwa msaada katika jamii na katika taifa. Amekuwa akiwashauri viongozi wa serikali, kishauri nchi. Naona kiongozi wa namna hiyo ndio ni mzuri na ndivyo Mungu anavyotutaka viongozi wa dini tufikie hatua tuwe msaada, si katika dini zetu tu, lakini hata katika taifa na jamii. Kwa hiyo Mungu wabariki sana Watanzania, Mungu atulinde, Mungu atutie nguvu. Tujifunze jambo kwa huyu mtumishi wa Mungu ambaye amelala katika Bwana na kazi zake zinaonekana na zinaongea. Lakini pia nipongeze Jamhuri ya Serikali ya Muungano wa Tanzania kwa ushirikiano mzuri pia katika shughuli zote za kuulaza mwili wa mtumishi wa Mungu. Na ndivyo Mungu anavyotaka. Inapofikia hatua ya changamoto kama hii, basi ituguse sote, ituhusu sote. Tuondoe udini, tuondoe itikadi, tuondoe nini. Unaona kwenye msiba viongozi wa vyama vya upinzani, viongozi wa vyama vya siasa, vyama vya tawala, viongozi madhehebu mbalimbali wa kidini, vya maaskofu na nini. Unaona kwamba ni msiba ambao ni wa umoja. Msiba ambao ni wa Tanzania, ni wa umoja. Msiba wa umoja. Kwa hiyo ninafurahi sana kwamba Mungu
aendelee kutulinda, tuendelee kudumu hivi katika jina la Yesu. Asante sana, Mungu awabariki sana. Amen.